Leo ni siku ya mwisho, lakini ni siku ya mwisho ya sisi kuwa hapa. Si siku ya mwisho ya mafundisho ya neno la Mungu. Kwa hivyo nafikiri inapokuwa siku ya mwisho ya sisi kuwa hapa, ni siku ya kwanza kwako wewe kuanza hii safari ya mafundisho. Kwa hivyo tunaamini ya kwamba kile tutakachokisema, kile tulichokisema kitabaki kuwa cha faida kwako kwa ajili ya safari hii ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa nitauliza mambo fulani hapa ambayo ningeyahitaji yawe nami hapa. Kuwa kuna kauganga kidogo huwa nakafanya ili kwamba kawasaidie nyinyi kuelewa. Nataka ile bakuli lile kule, kama ni beseni liletwe hapa, nipate na maji mengi, si machache kidogo vile, ambayo yatakuwa kwenye jagi. Halafu nipate gilasi 2 safi ambazo zaonyesha. Halafu ikiwezekana uniwie radhi mnipatie na majani kidogo ya chai. Hayo yakiwa hapa, uganga wangu kwisha. Na nyinyi nyote mtaondoka mkiwa mshagangwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunazungumza maneno haya ni kwa sababu kutoka jana juzi tulikuwa tukizungumza ya kwamba wewe mwanadamu unayekaa hapa uliumbwa na Mungu ukiwa uko sehemu ngapi? Sehemu 2. Sawa sawa. Mwanadamu aliumbwa akiwa na sehemu 2. Sehemu ya kwanza ni hii ya kuonekana. Huyu mwanadamu huyu ana hii sehemu ya kuonekana, ile ambayo umevika nguo, ile ambayo umechana nywele, hiyo inaonekana. Lakini bado wewe una sehemu nyingine ambayo bado ni mwili hivyo hivyo, lakini hauonekani. Mwili huo uko ndani yako. Huu mwili ambao uko ndani yako unawakilisha sehemu za mbinguni. Mbinguni tunasikia tuko na tukiangalia tunaona anga, lakini hatuja kufika, hatukujui. Lakini ukweli ni kwamba tunajua huko. Si ni kweli? Kwa hivyo huko hakuangaliwi na macho haya. Huko ukiangalia na macho haya utaona anga, utaona mawingu, utaona hiyo hali ya anga vile ilivyo. Lakini huko hakuangaliwi na macho haya. Na kwa sababu tuko mara 2, kila sehemu ya hii ina macho. Bwana asifiwe. Huo mwili mwingine wa kiroho una macho, huu mwili wa asili una macho. Kwa hivyo wewe umeumbwa ukiwa mkamilifu kabisa, ya kwamba unapotaka kuangalia mambo ya mbinguni huwezi ukaangalia na macho haya. Utaangalia na macho yale ya kule ndani. Bwana asifiwe. Ndio maana Biblia inasema katika kitabu kile cha Wagalatia 5:16, anasema enendeni katika roho wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Maana mwili ambao ni wa hapa duniani hushindana na mwili ambao ni wa rohoni ambao watoka mbinguni. Sasa hii mili miwili imeshindana ndani yako. Hata wewe ambaye sasa wewe ni nani? Ni nafsi. Huwezi kufanya kile unachotaka. Mwanadamu ni nafsi. Wewe ambaye uko hapa ni nafsi. Sasa hii nafsi ilikuwa Mungu ameikubalia kwamba ichague maeneo ya kuishi. Na Mungu akapenda hii nafsi iishi katika ulimwengu ule wa kiroho, ndio iweze kutawala hii dunia. Maana hiyo dunia imeumbwa na ulimwengu ambao hauonekani. Lakini mwanadamu akapenda ulimwengu huu wa kuonekana. Maana alikuja akadanganywa akaambiwa hata na wewe utakuwa Mungu. Sasa kule kuambiwa hata wewe utakuwa Mungu kukampendeza sana, na yeye akawa anataka kuwa Mungu. Na tumekuwa Mungu kweli? Biblia inasema tumekuwa miungu, si ni kweli? Maana kila kitu unataka wewe uabudiwe, wewe unataka ufanywe vile unavyotaka wewe. Huo ni uungu wetu. Sasa kwa sababu Mungu alikuwa yuko makini akifanya mambo haya,
akayaweka katika makusudi yake ya milele. Hivyo ulimwengu huu ambao tunauona umejengwa katika misingi ya mara mbili. Ule ulimwengu wa kwanza unamwakilisha mwanadamu. Haya, rudini huko jameni, maana naona mmerudi nyote kule. Utavijua hivi hata visikutie shaka ukaanza kuviangalia sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu alipomuumba mwanadamu alimuumba kama hili beseni. Alimuumba kama hili beseni. Hili beseni hivi unavyoliona lina uhai hili? Halina. Kuishi kwa hili beseni kuna mtegemea nani? Mungu. Kuna mtegemea wewe uliyelinunua. Hivi basi ukifanya jambo wewe, ukienda kuoga ukimaliza waza kulioshaosha ulifike kule mfunguni ili kwamba liendelee kukusaidia. Kwa hivyo hili haliwezi likasimama hapa likasema mimi basi natoka, wewe mwenye nyumba mimi nakuacha hapa, nataka kwenda kule barabarani. Halisisemi hivi. Si ni kweli? Ukija kulikuta kule beseni kule barabarani, jua limeletwa na mtu mwingine, si wewe. Hili haliwezi kufanya chochote hilo lenyewe. Ukiliona limefanya kitu, ukija kuliona limejazwa mahindi, jua ni mtu amelijaza mahindi. Ukija kuliona limejazwa maji, jua ni mtu amekuja kujaza maji. Hilo lenyewe hata ikanyesha hiyo mvua, basi liko limefunikwa hivi, hata ikanyesha haliwezi kujigeuza kwa sababu ni la kutia maji, basi likasema wewe mvua inanyesha ngoja nigeuke. Halifanyi. Si ni kweli? Ndio maana najaribu kufundisha vitu ambavyo unaweza kuvigusa na ukaviona, ambavyo ndio wewe sasa. Mungu akimuumba mwanadamu amemuumba kama lile. Sasa alipomuona amemuumba kama hili beseni, Mungu akapuliza ndani ya hili beseni pumzi, na hii pumzi ikawa ni pumzi ya nini? Ya uhai. Hivyo likawa hai hili kwa sababu ya nani? Ya huyo Mungu. Ukienda kulinunua kule na kwa hai kwa sababu ya wewe, unaweza kulivunja hili ukalimaliza mara moja. Si ni kweli? Kwa hivyo hivi ndivyo tulivyoumbwa. Sasa Mungu alipoumba mwanadamu akamweka pale bustanini, alimweka pale bustanini mahali kwake kwa kutawala mwanadamu. Maana yeye Mungu kiti chake kiko wapi? Mbinguni. Kiti chake cha enzi kiko wapi? Mbinguni. Lakini huyu mwanadamu alimwambia amemtengeneza kwa sura yake na kwa umbo lake, anamtengenezea mahali ambapo sasa ni pa kidunia ambapo atatawala hapo. Ndio akatengenezewa kashamba, akatengenezewa mahali, na pale mahali kwa sababu mwanadamu hakuwa anajijua kwamba yuko na sehemu ya mbinguni na ya duniani, akawekewa miti miwili. Huu mti wa kwanza, tuache kile ambacho wasomi huwa wanakisema, tuangalie Biblia vile inavyosema sasa hivi. Ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya unawakilisha hii dunia yote. Hata mimi ambaye niko hapa inaniwakilisha. Ule ndio mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Maana sasa hivi sisi ndio tunajua mema na tunajua mabaya. Ukinikanyaga najua umenifanyia mema, umenifanyia mabaya wewe na kukasirikia. Ukija ukininua nikiwa juu nasema ananipenda sana huyu, amenifanyia mema. Ni sisi wanadamu ndio tunajua mema na mabaya. Kwa hivyo ule mtu ulikuwa unatuwakilisha sisi. Ule mti wa uzima ulikuwa unamwakilisha Mungu. Kwa hivyo akasema miti hii yote ya bustani waweza kula, hata ule wa uzima. Unasikia? Lakini huu mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, maana siku utakapokula utakuwa umejitenga mimi na wewe, utakufa. Bwana asifiwe. Wakati mwingine Wakristo hatutaki kufundishana mambo mazuri ya muhimu. Humu kanisani basi usiwe mna semina ya kufundishwa watu mambo ya kufa, wengine hawatakuja. Lakini hakuna vile ambavyo injili inaweza kuzungumzwa pasipo kifo. Maana kifo ni nani aliyekitengeneza? Ni Mungu, si shetani. Hivi kifo ambacho tunakiona kinazunguka hapa duniani, wengine wanalipuliwa, ni Mungu alikitengeneza. Ikiwa kimetengenezwa na Mungu, ni nani alienda kukichukua akakila? Napenda vile ulivyosema. Ni nani? Ni mimi.
Bwana asifiwe. Amen. Shetani alimshawishi, ni kweli, lakini alikuwa anaweza kumkataza. Ni vitu vingapi unashawishiwa wewe na unakataa? Unakataa. Nasikia. Kwa hivyo alipoenda kushawishiwa akajiona kwamba atakuwa Mungu. Anasema siku utakapokula mti huu utafunguliwa macho. Nasikia? Utafunguliwa macho. Ukijua mema na mabaya. Mema na mabaya nani alikuwa anayajua wakati ule? Ni Mungu peke yake. Maana yeye ndiye aliyeweka ule mti wa mema na mabaya na akamzuia mwanadamu. Nazungumza hivi Mkristo hapa Kakoneni uelewe maneno haya. Kanisa tangu Kristo aje mpaka leo limefundishwa upande mmoja wa mwilini. Sawa. Tunasimama tukimwona Mungu kama Mungu anayebariki huu mwili. Anataka kutubariki tuwe watu wazuri. Hapana. Hili beseni unaweza kulibariki? Hili beseni unaweza kulibariki? Sasa kama huwezi kulibariki hii beseni, unataka Mungu abariki mwili wako nini? Kile Mungu anabariki ni ile kazi inayofanywa na hii beseni ambayo ni usima wako aliupuliza ukaingia mule ndani. Ule ndio unabariki hii beseni. Ukienda kulijaza mahindi hivi linakuwa ni baraka ziliko ndani ya beseni. Amen. Bwana asifiwe. Hili hulipende hili. Wakati umeoga ukienda kuoga ukimaliza unaja kuliweka pale nje unaingia nyumbani ulale. Walipenda hili. Lakini wakati ukiingiza maji ni la maana sana. Beseni langu liko wapi? Beseni langu liko wapi? Maji. Niingie ulibeba ukaoge mpaka ukimaliza unaja kuliweka pale nje uingie ndani. Walipenda hili. Hivyo ndivyo. Vile vya pale ndani. Ndivyo Mungu alikuwa anavitaka. Maana hivyo vinatoka kwake. Bwana asifiwe. Na ndio tuko hapa kuonyesha kwamba tumepewa mili mizuri kabisa. Lakini itategemea ni nani aliye ndani ya hiyo mili aisababishe mili iwe vile ilivyo. Pale bustanini Shetani akaja akamwambia, hivi ndivyo Bwana Mungu alivyomwambia kwamba miti hii yote msile. Mwanamke akasema, tuliambiwa miti hii yote tuweza kula, lakini huu tusiule wala tusiuguse, maana siku tukila tutakufa hakika. Akasema Mungu alijua kwamba siku mtakapokula mti huu mtafunguliwa macho, mkijua mema na mabaya. Huo ni ukweli mtupu. Shetani kama yeye ni muongo, lakini hapa alisema ukweli. Lakini ukweli unaoua. Nasikia? Maana huo ukweli nao unaua. Mwanadamu alipouangalia ule mti na kuona vile, tamaa ikaingia kwa macho yake, ikaingia kwa moyo wake, akautamani ule mti na akachukua matunda ya ule mti akala. Nataka niulize hivi, alipokula alipomaliza, alichukua matunda akampelekea nani? Mumewe. Akampelekea mumewe. Mumewe alikuwa wapi? Hapo kwa bustani. Alikuwa hapo kwa bustani. Hakuwa pale kwenye ule mtu aliokuwa anakula. Maana alifanya kumpelekea. Ni sawa sawa hiyo? Hapana. Jamani. Anasema hapana. Ni wangapi anasema hapana? Bwana Yesu asifiwe. Haya, kama ni hapana, nataka niseme sasa hapa kuna walimu pia. Tuambie. Maandiko inasema ya kwamba baada ya kwamba Hawa amekula ile tunda akampa, akampelekea. Akampa. Anayepewa yuko wapi? Hapo. Unapotenda dhambi, hutendi dhambi ukaenda kuifanya halafu ukaja. Uko pale na uhai wako na uzima wako unatenda pale ikiwa roho ya Mungu inaangalia. Ndio mara hata ukisikia chachala unawafikiri wenyewe, kumbe si wenyewe, ni panya anakimbia. Moyo wako kwa wasiwasi. Wakati unapofanya vibaya, Mungu yuko pale. Mungu haendi mbali na wewe.
Wakati unaumia unasema Bwana hakuna chakula, yeye yuko pale. Anataka tu mgeukie umwambie mimi hapa kupe chakula. Lakini kwa sababu umemweka mbali, unamwona ni Mungu ambaye unataka kumfuata yuko kule. Biblia hilo limefundishwa hapa duniani, na hata ukienda college watakwambia alienda akapelekewa. Hakupelekewa. Alimpa, maana alikuwa pale. Na hata huyo Mungu tangu aumbe ulimwengu hajakuwa mbali na mwanadamu hata kidogo. Maana ule mtu wa uzima ni nani? Kristo. Ikiwa ni Kristo, Kristo ni wa nani? Mungu. Mungu alikuwa pale bustani. Lakini mpaka uonyeshwe, mpaka uambiwe. Nasikia. Ndio pale kuna maandiko pale kando asema Bwana, hao ulionipa wamekuwa wako. Lakini kwa kuwa ni wako, siwezi nikawatoa hapa duniani, maana bado wana mili hii, na hii mili ni ya hapa. Basi naomba uwalinde, maana hawa si wa hapa. Anazungumzia nani? Yule aliyeko ndani, si wa hapa. Lakini bado ana mtu wa hapa ambao ni mwili. Kwa hivyo mnatembea. Ndio pale kitabu kile cha wa Galatia mlango ule wa 5 mstari ule wa 16 asema mwili na roho vinashindana, hata imekuwa nyinyi hamwezi kufanya kile mnachotaka. Mkija kanisani mnampigia makofi Mungu, naishembe ngira barabara yendayo uzimani, uchambulaho barabara za kalai safi unaburana shetani. Bakulie liyewe vivi tozo hali nolongo kihiria. Maana kuna kushindana ndani yako. Kama huu ushindani ungekuwa mbali, ingekuwa vizuri sana. Lakini bado uko na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa litafanyaje sasa? Maana tumejua kwamba mwanadamu ameingizwa kitu kingine na shetani. Ameingizwa kifo ndani. Maana huu mtu ni wa nini? Wa mauti. Kwa hivyo kifo nacho kimeingizwa wapi? Sasa humo ndani mna vitu viwili. Mna uzima na mauti. Vyote vinakaa ndani ya mwanadamu. Ukitembea uko navyo. Ukitembea uko navyo. Kama kifo ingekuwa mahali, basi ufanye kupitiliwa upitie na hapo ndo ukakichukue, wengine wangekuwa werefu. Hata wasingetoka kabisa hapo ndani ya nyumba. Maana sinitoka ndio nikakutane nacho. Kama sikutoka. Lakini kifo uko nacho humo ndani. Bwana Yesu asifiwe. Manadamu alipokula ule mtu alikufa ama hakufa? Alikufa wapi? Kiroho. Nataka mpaelewe hapo. Alikufa ule mwili wa kiroho wa Mungu. Nasikia. Sasa nataka nikuulize, kufa ni nini? Kufa. Sasa jua musu nenda masishini. Bako feno ni? Kutengana. Kifo ni kutengana. Kama ulikuwa unafikiri kifo kina jina lingine mashuhuri, simba lina kutengana. Manadamu alipokuwa amemwasi Mungu, hakumtii Mungu, nafsi yake ilitengana na huu mwili. Ikawa sasa ile nafsi iko pale ndani lakini haifanyi makusudi ya Mungu, inafanya makusudi ya yule shetani. Ule uwezo wa kimungu ukatoka. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba Mungu alifanya nini? Wanadamu akawa hai. Ile ni nini? Ni pumzi. Pumzi ni roho. Nasikia. Sasa ikiwa ni roho, ile hewa ilimtoka. Ule mwangaza ulimtoka. Wakati mwanadamu hajafanya makosa, hakuwa akiitwa na Mungu kwamba Adamu uko wapi? Maana kulikuwa kuna nuru ndani ya moyo wake, umejazwa nuru. Nasikia. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana 1:1. Hebu mtu asome hapo. Mpaka 4. Soma. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Tulia. Hapo mwanzo kulikuwa na nini? Neno.
Hapa tunazungumza juu ya nini? Hapa mnasikiza nini? Neno. Yeye aliyekuwa mwanzo, huyo ndiye aliumba hii dunia, akaja akatolewa, sasa amerudi tena akiwa ni Yesu Kristo, ndiye neno. Kwa hivyo wakati huu, kipindi kile cha Agano la Kale chote halikuwa neno, ilikuwa sheria, kanuni, iliwekwa kama kanuni ya mtu kumuongoza, lakini saa hii amebaki kuwa neno. Endelea. Huyu mwanzo alikuwapo kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Pakia hapo tu. Sikia. Ule uzima ulionao wewe ni nuru. Nasikia. Kwa hivyo wakati Adamu akiwa pale bustanini, hakuhitaji kumtafuta Mungu, maana nuru ilikuwa imejazana na Mungu ni nuru. Kwa hivyo nuru na nuru zikija zikifikiana zinaonana tu automatically. Sawa sawa. Haina haja ya kujieleza. Leo kanisani mtu akijazwa na roho anaanza kumchungulia mwenzake. Anasema naona ni kama si kweli. Nasikia. Sisi sote hapa tuna nuru. Hiyo nuru yako inatakikana uiangaze. Wengi wanazo nuru lakini wamezificha chini ya pishi. Hizo Biblia inasema. Ni nuru ile lakini imefichwa ndani ya pishi. Inatakikana itolewe iwekwe kwenye kiango. Kiwekwa kwenye kiango itaangaza hapa ndani. Hatutakuja kuchunguliana tena. Ndipo Yesu Kristo anasema kwa sababu hawa wote wametenda dhambi na kupungukiwa. Kupungukiwa. Kwa hivyo mwangaza umepungua. Hauwaki, hauonyeshi. Haukuonyesha hata wewe mahali kwa kwenda. Kale kamebaki hakakuongozi mahali popote. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivyo ya kwamba wote wametenda dhambi. Je, ni sisi sote? Hapana. Kupitia Adamu, kwa sababu Adamu alitenda dhambi, akatufanya sisi kizao chake sote tumetenda dhambi. Ndani yetu kukawa hakuna nuru, hakuna mwangaza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huu mwangaza ukiwa umetoka, kule ndo kutengana. Mtu akifa, hata kama ni mtoto wako, hata kama ni mkeo, kama ni mmeo, huwezi usema basi kwa sababu amekufa tu hivi leo, acha nilale naye tu hapa, tutamshindikiza hapa kitandani. Havifanywi, si ndio? Utalia, uzanito samka unowe, lakini uko kanda. Zanibe uzaninga lazawe, la msiratu fulani uwe, lakini uko kanda. Hasongelewi tena, maana mshatengwa. Kufa ni kutengwa. Bado yuko hapa, na kwa sababu amekufa kabisa, atabidi afichwe. Mwanadamu akajificha kwenye ile miti ya bustani. Si ndio hivyo? Wakati mtu hapa ameondoka, anajificha wapi tena? Akiwa ametengwa na sisi, anajificha wapi? Ardhini. Sisi ni ardhi, sisi ni mchanga, sisi ni mavumbi. Lakini bado mavumbi ambayo anaongea hayawezi kwenda pale. Kwa hivyo anafichwa tena huko mavumbini. Hebu angalia hilo neno linapatana na lile. Mwanadamu akiwa pale bustanini alijificha katika hiyo miti asionekane. Huyu naye akifa anazikwa katika hiyo ardhi ambayo hata sisi tutaenda huko. Kwa hivyo anafichwa wapi? Tuko na watu wetu hapa. Si ndio? Wale wa hapa wana watu wao hapa, na wale wa kule mbinguni wana watu wao kule mbinguni. Sasa kizazi chote kinachoishi hapa duniani kikawa kinaishi katika giza. Kwa sababu gani kinaishi katika giza? Kwa sababu gani? Kama huelewi, nataka nikwambie, soma Mwanzo 1:1 nasemaje? Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Na hiyo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu na giza. Nasikia? Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi. Kwa hivyo tunaporudi katika giza, tunarudi hapa mchangani. Sisi wanadamu sote tuna giza. Tukiwa hatujamwamini Kristo, tunatembea katika ulimwengu wa giza. Tumerudi hapa mchangani. Wale wanaokufa wanafichwa kabisa. Sijui mnanielewa? Hili giza linaweza kukuathiri hata mchana. Huu mwangaza unatia nuru hii, lakini hilo neno la Mungu linatia nuru hapo.
Kwa hivyo utafautishe mwangaza wa jua unatia nuru hii dunia, lakini neno la Mungu linatia nuru hapo ndani. Nataka nikwambie haya macho yako haya hayaoni, maana yamejaa giza. Leo hii hapo moyoni kwako, kama kutakuwa na mtu ana dharura na wewe, ama unampenda sana, umsikia ameshuka hapo barabarani hapo, anatafuta kukuona, hiyo akili yako na huo moyo wako unaweza kutangulia kumtafuta huyo mtu huko. Na hapa barabarani ukawa wewe unatembea, lakini huko na mwili wako ule mwingine, mtu hata anaweza kuona unamwangalia akafanya hivi, utamuona kabisa. Nasikia jambo wewe hata huko, maana huo mwili wa ndani uko huko na huko, unaona jambo, basi anaangalia kabisa, lakini haoni, maana hayuko. Kwa hivyo tuna mili miwili inayofanya kazi usiku na mchana. Hata hivi sasa hivi ukitoka ama ulipotoka nyumbani, ulitumia hiyo mili miwili kufanya maamuzi. Umeingia hapo kaangalia, hii suruali hii itanitosha, sema hii. Yule mtu anasema hii suruali juzi ulikuwa nayo tayari. Yaani unaongea na nani? Unaongea na yule mtu mwingine. Kila siku tunafanya hivyo. Wakati sisi tukiwa hatujui mambo ya kiroho, tunasema ananena na koma. Nasikia koma ni mwili wa kiroho, kuko duniani kibeho. Kwa mulunguni ni mwili wa kimulunguni. Hakuna mtu anayeweza kuzungumza peke yake. Wakati unapokuwa mambo yamekushindikana, unapokaa kitako na kuanza kujihoji moyoni mwako, unapata suluhisho. Na hilo suluhisho limetegemea wapi? Maana ule moyo wako ukiwa uko katika hii dunia, unataka zifunge lugha fikaraje. Lakini kama ni kwa Mungu, anasema tulia, mambo haya fadhaa zote nimesichukua mimi. Kutakuwa na mapokezi kutoka mbinguni. Mambo yanabadilika. Tukiwa hapa kanisani, tumewaleta watu waje hapa kanisani, waje kimwili, halafu tuje tuwabadilishe wawe kiroho. Kwa hivyo ukija hapo kikatalia kutobadilika kuwa kiroho, utasumbua hili kanisa. Sababu kubwa ya kuja hapa kanisani wewe ni tuje tukuue. Nituje tufanye nini? Tukuue. Hatutaki mtu anayekaa hapa mshirika awe hai. Nasikia limesona hilo, limedunga. Hilo limedunga. Lakini huo ndio ukweli. Shetani ili aweze kumpata mwanadamu alikuwa ni amuue, ndio aingie upande wake, aishi kule kama mtumwa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo naye ili atupate sisi hapa ni aje atuue. Bwana Yesu asifiwe. Kama unafikiria kwamba hayo si kweli, huwezi ukaokoka, huwezi ukakubaliana na injili hii, na utakuwa mtu wa kufanya mambo mengi ya Mungu, lakini si kuishi maisha ya Kristo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, watu wanakufaje? Utakufaje wewe? Adamu alipokufa, wewe ulikufa? Yeah? Bwana asifiwe. Adamu alipokufa, alikufa yeye, alipozaa akazaa watoto wakufa. Akazaa watoto wakufa. Hivi tunapotembea, unapokuwa ni Mkristo pale nyumbani, unapokuwa umejifungua mtoto, unapokuwa umekuwa na watoto pale, elewa ya kwamba watoto hawa bado wamekufa ama wako hai. Usiniangalie hivyo, usimkatishia. Haya mambo ya kwenye Biblia, na tusome Wakorintho wa kwanza 44, tuanze pale mpaka huko mbele tutaona maneno haya. Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 kuanzia 44. Upande wa mwili wa asili hufufuliwa mwili wa roho. Ndio. Ikiwa uko mwili wa asili na wa roho pia upo. Ukiwa kuna mwili wa asili na mwili wa kiroho pia upo. Endelea.
ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai. Ndiyo. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. Ndiyo. Lakini hatuangalii ule wa roho, bali ule wa asili. Ndiyo. Hautangulii. Ndiyo. Hautangulii ule wa roho, bali ule wa asili. Baadaye huja ule wa roho. Ndiyo. Mtu wa kwanza atatoka katika nchi. Mtu wa kwanza atoka. Sijui hapo kama imeandikwaje. Mtu wa kwanza atoka katika nchi, ni wa udongo. Ni wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Yes. Endelea. Kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo walivyo walio wa udongo. Na kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walivyo walio wa mbinguni. Tulia. Unasikia hayo maneno? Kama alivyo wa mbinguni, ndivyo walivyo wa mbinguni, na kama walivyo wa udongo, ndivyo walivyo wa udongo. Kwa hivyo kuna watu wawili wanatembea ndani ya mwili mmoja, ambao sasa yule wa udongo alikufa. Tukiwa tuko kanisani, huyu sasa wa udongo anakufa, yule wa roho anaishi. Tukiwa tuko katika ulimwengu huu, hatuja kuwa tumkumbali Yesu Kristo, yule wa mwili yuko hai, lakini yule wa rohoni amekufa. Sijui mnanielewa hapa? Kwa hivyo unapotembea, unapokuwa sisi hapa tumemkubali Yesu Kristo, tumefufuka, tuko hai kiroho na kimwili tuko hai. Kimwili tuko hai. Sijui mnanielewa? Maana wale wote ambao wako hapa duniani wamekufa kiroho, lakini kimwili wako hai. Sasa unapomkubali Yesu Kristo, uko hai kiroho na kimwili. Sasa unapotembea pale nyumbani, kuwe na mtu wako, babako mkubwa, babako mdogo, haja mkubali Yesu Kristo, unaanza gamba ile ni baba mjere wa kufa kiroho. Lakini kimwili amoyo. Pasho kalamaki ni wakati kala baba yana nena yu wa kufana de makukuta tisa. Maana atwa kama hala anabule. Andane na moto wa duniani. Sina mnanielewa hao. Wakati munji ya Kristo kwa sababu ureka uvimanya, kuna tanganyikana nao, anakalamuka alinaona kalamuka li zaidi. Sojo uwendi wore umoyo mara mbili. Yuyo moyo kimwili kiroho wafa. Bajo ndio makwenda moto ugosia. Haruna na nakoma. Hafikara. Unataka kushindana na. Bwana asifiwe. Ndio maana nasema ikiwa una mtoto wako ambaye hajaokoka, una barubaru lako zuri sana lakini limekufa hili, kiroho halikusaidii, nufanya bidii uliombee lirudi upande huu lifufuke. Bwana Yesu asifiwe. Uikalo na kanako na kabiriro na kangolangola vivi. Boma Yesu na unangolangola kahoka kufa kare befisho. Bwana asifiwe. Muhadika ndio fikira kimo cha kumwomba Yesu ni Bwana. Bwana asifiwe. Munaona haleluya urahisi. Uzoha hafikara vivi rero. Hanatuma rio mamoyo mara mbili. Nasikira. Nizirani kutana zirokala umoyo mara mbili. Ndio Yesu haru kujua tuwe kibarubaru. Yule bwana akawa anataka kumfuata Yesu, lakini akasema Yesu, nilikuwa nasema hivi, nataka kwenda kumzika baba maana amekufa. Yesu akamwambiaje? Wacha wafu wazike wafu wao, lakini wewe twende tukahubiri Injili. Anawaambia hivi ya kwamba wacha wale walioko hai kimwili lakini kiroho wamekufa, wakawazike wale waliokufa kimwili na kiroho. Bwana asifiwe. Amen. Biblia hili linasema ya kwamba wafu watasikia sauti ya Mungu. Mufanye kusikia. Sasa ninaposema neno hapa ni wale ambao wamekufa kiroho lakini bado wana mwili wako hai, wakienda kusikia Injili watasikia neno la Bwana. Na Biblia inasema watafufuka. Au kipiana maisha ushafufuka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo utakuwa wewe uko hai. Bwana asifiwe. Ndio muhimu sana tujaribu kuangalia kile kinachofanyika ndani yetu.
Nimechora picha ili kukusaidia kushika ujumbe huu ambao ninaosema, ili kwamba wakati mwingine usiangalie mtu mwingine, jiangalie wewe. Maana shida nyingi huwa tunaziangalia na watu, lakini Biblia inakataa. Anasema wewe umeona boriti kwa ndugu yako, lakini wewe una nini? Umeona kibanzi kwa ndugu yako, lakini wewe una boriti nzima. Kibanzi na boriti ni ipi kubwa? Boriti. Sasa boriti ndio sisi. Unapoona shida ya mtu na kuidharau na kusema yule vipi, tunaona wokovu wake, wewe ndio ambaye wokovu wako. Maana wewe mtu akiwa yule wokovu wake si mzuri, unakutegemea urekebishi. Wewe ukimlaumu uzamsaidia. Ni haleluya. Ndio Yesu. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hivyo nataka nionyeshe kitu hapa ambacho tutakiangalia kwa makini. Hapa ndipo mahali tunakaa. Hizi picha huko nyuma mwaziona? Ni watu wangapi hao? Watu watatu. Watu watatu hawa, najaribu kukupatia maandiko ambayo hayo yatakusaidia wewe kujua vile unavyoishi. Usiwe mtu wa haraka sana kulaumu mwingine kwa vile amevaa, kwa vile anavyotembea, kwa vile anavyofanya. Hapana. Kuwa mrahisi wa kujitambua wewe mwenyewe kwamba vile ulivyo havimpendezi Mungu. Bwana asifiwe. Hapa tuna mtu, hawa ni watu hapa wa dunia. Hawa watu wa dunia, kama vile nilivyokuambia, ni kile kitu ambacho kiko ndani ndicho kinasababisha mtu kuwa. Kama vile beseni nilivyokuonyesha ya kwamba beseni ukilitia mahindi linakuwa beseni la nini? La mahindi. Ukilitia maji litakataa maji hilo. Sasa mwanadamu alipodanganywa, ndio maana wakati mwingine hizi vitu sijui nishike sijui haya. Haya, wacha mimi niweke hii nijaribu kuwaonyesha. Huyu ni mwanadamu. Wanadamu wote tumeumbwa tukiwa wazuri, lakini shetani alipokuja kumwangusha mwanadamu, shetani akaingia ndani ya mwanadamu. Sawa sawa? Shetani akaingia ndani ya mwanadamu. Mwanadamu anaendeshwa na nani? Na shetani. Kwa visoma wapi hivi? Yohana 8:44. Soma. Yohana 8:44. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Tulia. Ni wakina nani hao? Sisi ama ninyi? Bwana Yesu asifiwe. Hili Biblia linasoma Mwambweni? Linasoma kanisani? Habari hizi zinaambiwa wakina nani? Tu watoto wa nani? Ukweli ni uongo? Endelea. Kanisa limekiri kwamba ni kweli. Tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Tamaa. Ama mtoto ni afanana na babake amba. Hivyo basi hapo nyumbani kwako basi mke wako azae mtoto kama huyu. Si ni vita? Si ni vita? Kwa hivyo ukizaa mtoto mweusi, huyu basi ni wangu kweli huyu. Anasema tamaa zake ndizo tupendazo kuzitenda. Hebu endelea. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo. Wala hakusimama katika kweli. Ndio. Kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Ndio. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe. Naam. Kwa sababu yeye ni muongo na baba wa huo. Sikiza, ni baba wa huo uongo. Kwa hivyo unaposema uongo wewe unafanana na babako automatically. Nasikia? Hapa nataka nikwambie hivi. Hatutakwambia wewe ni muongo. Hatutakwambia wewe ni mtoto wa Ibilisi. Lakini wakati unapotoka na kuishi na kuanza kusema uongo, automatically umekuwa mtoto wa Ibilisi. Nasikia? Haijalishi umesema na lugha hapa, haijalishi umeombea mwingine akapona, lakini unapotoka hapa na kusema uongo, anasema yeye ni muuaji. Umekosewa huko, unakuja hapa unasema mimi hata sitatoka hapo nyumbani kwa Bwana.
unafanya ibada ya kumuuliza Bwana mambo hayo uliofanyiwa. Unabadilisha maombi, unasema Baba, onekana kwa hao watu. Baba, wewe ulisema kwamba utapigana na wanaopigana nami. Baba, wewe angalia, Mungu wa majeshi, nyosha mkono wako, choma kabisa. Unalaga. Bwana asifiwe. Ibada umebadilisha, umefanya ya nani? Ya huyu jamaa hapa. Maana ukianza kuchoma imekuwa hatari. Unaona hiyo shida iko kanisani. Ni vigumu sana ndugu zangu kumwabudu huyu Mungu vile tunavyofikiria. Ni lazima tufikie mahali kwa kufa ndio tuweze kumwabudu Mungu. Hapa anayefanya kitu ni shetani ndani yako. Kule duniani kule hata hawahitaji kuomba ndio wakatukanane. Hata wachukue saumu kwa sababu wataenda kupigana siku moja. Hakuna. Viko tayari humo ndani. Hivyo vita viko humo ndani. Sisi huku ndio kidogo tuna kazi kubwa. Nataka Mungu afanye miujiza mpaka uombe. Mpaka ufunge. Lengo la kufunga ni nini? Ni kuua huu mwili wa asili. Ufanye haufanyi kazi. Uli wale wa ndani ufanye kazi. Sasa anajibu ya hiyo basi. Hapa tunaona kuna misalaba mingapi? Miwili. Huyu hapa ni nani? Hapa hawa ni watu, ndani yao ni shetani. Hapa ni mimi. Ndani yangu kuna nani? Kuna Yesu. Sawa sawa. Sasa tukiwa hapa tunaona hapa nyuma kuna nani? Kuna Yesu. Ndani yetu, ndani yake sisi tu mimi. Kile Yesu anasema hapa ni kwamba amekuweka hapa mbele wewe kwa sababu yeye ashamaliza kazi yake, akasema imekwisha. Sasa amekuacha na hawa watu hapa. Ndio anasema siombi uondoe lakini uwalinde. Sasa yeye yuko ndani. Roho wa Mungu anakaa ndani yetu. Wakati huyu anasema neno hili, anasemaje? Jinga maana yake ni nini? Mtu asiyefu. Sijua kitu. Jinga huyu atalitafsiri yeye kukupa wewe kwamba umetukanwa. Si ni kweli? Lakini ukweli ni kwamba anakwambia wewe kufahamu kwamba hapo ndani kuna mtu ambaye ni zaidi yako. Hujui. Jana dada yetu akawa anasema tunapokuwa hatujui vitu tunakuwa wajinga. Nasikia? Leo hii ukaambiwa chukua gari upeleke uende town alafu rudi na hujui kupeleka. Utaiendesha? Wewe ni nani? Mjinga. Si matusi, wakati yanapotumiwa na shetani kwa ajili yetu yanatukwaza. Lakini tutakapojua ya kwamba ni kutojua ni nini kile mtu atakwambia wewe ni mjinga nacho. Anakwambia wewe uko na uzima ndani lakini hujifahamu. Nasikia? Ndamwenda mbagane vile. Lakini tunabagana. Makanisa yanavunjika kwa sababu ya ujinga. Nasikia? Hawa wajinga wale, sisi ni wajinga. Mna Mungu lakini mbona mnataka kupigana nyinyi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu yuko ndani yenu ambaye hataki vita. Vita ashafimaliza, nyinyi mapigana tena hapa. Nyinyi wajinga nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio kazi. Sasa huyu anapokuwa ametukanwa, kile cha muhimu ambacho Mungu anakiangalia hapa ni hiki. Anataka wewe unapotukanwa haya matusi ujue matusi yanatoka moyoni. Matusi, maneno yote ambayo unayanena yanatoka ndani. Huyu ndiye anatukana. Sawa sawa? Na huyu hakutukani wewe, anamtukana huyu huku. Kwamba hujui wewe unakana mwili ambao hata hujifahamu kwamba uko nao. Nasikia. Maana unafanya vitu vyake badala ya kufanya vile vitu vyako ambavyo unataka. Angalia mimi mwanafanya vile ninavyotaka. Natukana maana hiyo ndio kazi yangu. Ninaua maana hiyo ndio kazi yangu. Kwa hivyo mtu akiwa amekasirishwa na mwenzake anamwapatia suluhisho kwamba wewe chukua upanga ukamkatekate yule mtu. Ni huyu ndiye anaongea hapa ndani. Wewe ni chombo. Umembeba yule shetani. Unaona? Yaani huyo mtu akishakumaliza hivyo tu akienda kukaa hivi ukimwangalia kama angejua angefanya hivi hata angevifanya. Si yeye maana anayefanya hivyo. Jana nafikiri tumepasoma hapa. Kile ninachotaka kukifanya sicho ninachofanya. Nafanya kile ambacho sikitaki. Basi kama ni hivyo, si mimi ninayefanya hivyo, ni nani? Ni huyu mtu mzima hapa ndani. Sasa amekuwa ni baba yetu huyu. Ndiye huyu sasa. Bwana Yesu asifiwe.
Sasa huyu ukiwa ashapeleka ujumbe hapa, sasa huu ujumbe unaonekana ni kama huyu na huyu ndio wanachokozana, lakini hawa wawili wanachokozana. Nasikia Petero alipoulizwa kwamba watu wanasema mimi ni nani? Sema wengine wananiambia mimi ni Elia, wengine ni nabii, wengine wanasema ni, akasema ndio hao wanaweza kukosana maana wako mbali na mimi, lakini nyinyi wanafunzi mbona natembea na nyinyi? Mnasema mimi ni nani? Nasikia Petero akasemaje? Wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Akamwambia Petero, si damu na nyama zilizokufunulia hivi, bali ni nani? Mungu ndani yao. Mungu akaingia akamfunulia hili jambo. Siku mbili baadaye wakiwa anaenda, ana mpango wa kwenda Yerusalemu, akasema imenibidi sasa niende Yerusalemu nikapate mateso mikononi mwa wazee wa kanisa, mwisho wake ni uwawe. Huyu Petero akamchukua mahali, asema sikiza, halitatendeka hilo mimi nikiwa ninaishi. Haliwezekani kabisa. Nasikia. Akamwambiaje Yesu? Yesu alimwambiaje? Rudi na nyuma shetani. Jana alikuwa ni Mungu aliyenena ndani ya nani? Ya Petero. Leo aliyesema ni nani? Kwa hivyo kuna uwezekano tunapoishi maisha haya ya Ukristo, unaweza kumruhusu shetani akanena ndani ya moyo wako, kesho Mungu akanena ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Waza kucheka hapa baba, wewe nakwambia ukitoka hapo ukaenda kasirika wewe mpaka unasema kavindaka la kama review. Mandani manya mimi ni hani. Ni hani zaza za ndani. Hano zaza swani hani hano. Hata uhurire. Pejo huchombo. Bwana asifiwe. Wokovu si kitu cha kuchezea, si kitu cha kwenda kujisifu nacho mahali. Ni mahali kwa kunyenyekea kila wakati. Ni mahali kwa kujiachilia mbele za Mungu kila wakati. Ni nani anayesababisha wewe useme hayo unayoyasema? Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa akijua kwamba maneno haya yametoka hapa, huyu atamwambia atakuja kwa huyu. Nasikia huyu akifika hapa, huyu atamuonyesha hapa. Nasikia huu ni msalaba wa Yesu huu. Atamwambia mimi nilikufia tayari wewe. Wewe hata huna deni na mimi kabisa. Si nimekufia mimi? Sasa wewe bado wewe sasa unifie. Anamuonyesha msalaba wake sasa hapa. Anasema sasa na wewe una msalaba wa kubeba kwa ajili ya wale ndugu zako. Ili mimi niweze kuonekana kwa wale ndugu zako kwamba ni mimi ninayefanya, ni lazima ubebe msalaba. Kazi ya msalaba ni nini? Ni kuua. Ni kuua. Sawa sawa. Kazi ya msalaba ni kuua. Unaua nini? Mwili. Bwana Yesu asifiwe. Tutauaje huu mwili? Hao ndio wenye kitai. Tusome kitabu cha Warumi 8:10. Warumi 8:10. Na Kristo akiwa ndani yenu. Kristo akiwa ndani yenu. Mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi. Ni nini unakufa? Mwili. Utakapokuja hapa kanisani, kazi yetu kuu ni kuhakikisha tunaua mwili wako. Maana anasema kile tunahitaji kukisema mbele zenu ni habari za Yesu Kristo. Na ukimkubali Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, mwili wako huu unakufa kwa sababu ya dhambi. Fua kwa laga. Fua kwa hakisha mwili wenu koenda kazi. Kaisa tamasi roza mwili ni kiheri. Endelea. Bali roho yenu ihai kwa sababu ya haki. Roho yenu ihai kwa sababu vitu vingapi vinalagwa, vitu vingapi vinarichwa moyo? Ni vice versa. Yuya kurowa kuzalaga no roho akiricha mwili. Yuno yo kuzalaga non mwili akiricha non. Ndoka sirio haha. Kudi mogala mlelu ya muzo wakufa hiza muhadu mwili ufe. Unasikira? Bakupigwa no simuwe. Hello simuna roho kenda lola view kamba ubete mujingo. So hukana kare view na wole luya kwako. Hukanaji kama ndangira kwa mlunguni. Woza kwenda tsungura mba huyu hata mjinga huyu. Wafikiri ni maneno madogo lakini haiwezekani.
Ni nani anayesababisha? Sasa Yesu anakuonyesha kwamba hapa ni ubebe msalaba. Ukiubeba msalaba, wakati ukija kukubali huu msalaba, mambo ya hawa jamaa imekwisha. Huwezi kusumbuana nao tena. Huwezi kushindana na watu katika mambo haya ya kiasilia hata kidogo. Bwana asifiwe. Sema na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umefanya nini? Unakuaje Kristo awe ndani yetu? Ndio hapa nataka kuonyesha kile ambacho tunakihitaji kukifanya, ili kwamba hii picha kama hukuipata hii ya hapa, uipate hii ambayo naitumia hapa. Sorry. Mwanadamu akiwa pale bustanini alikuwa namna hii. Clean. Safi. Mungu naye yuko clean, wanaonana hata hawasumbuani. Nasikia hawasumbuani kabisa. Yuko hivi, clean, tena hayuko nusu kama hivi nimejaza, yuko nusu. Yuko hivi. Hivi ndivyo mwanadamu alivyokuwa. Mungu hata akasimama upande ule wanaonana tu. Hakuna mazungumzo yanaendelea. Nasikia. Hapa ndio maisha yako wewe yalivyokuwa. Hayakuwa yanahitaji chochote. Hayakuwa hata mtu mwingine ukimpatia anaweza kukunywa hii. Yako sawa. Haijalishi kama yametoka wapi, lakini yako sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yule adui alipokuja, kile alichokuja kukifanya, alikuja kufanya hivi. Waonezi particles zinaanguka hapa. Uchoyo, ufisadi, kutukana, vitu mbalimbali vikaingia pale. Nasikia. Ikawa maisha yako vile. Sasa ikiwa vile, uweza kunywa au ukameza? Haiwezekani. Itanishika. Bwana asifiwe. Hakuna mtu aliyependa. Kizazi chake ndio kilianza kuonja hii. Wakauana tayari. Maana yule aliyekuwa anawakilishwa ni muuaji. Kain hakumuua ndugu yake kwa sababu alitaka kumuua. Nasikia? Kain alimuua ndugu yake kwa sababu anamuwakilisha yule ambaye ni baba wa uongo, alikuwa muuaji kutoka Habel alimuwakilisha Mungu, naye ndiye aliuawa. Kain ni mkubwa, Habel ni mdogo. Tumesoma ya kwamba hauanzi kuumbwa ule wa rohoni, unaanza ule wa asili, halafu uje ule wa rohoni. Alimtengeneza kwanza ndio akampulizia pumzi baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wanadamu, Mungu akawa sasa anatembea hapa dunia aone moyoni mwa mtu mna kitu kizuri ambacho anaweza kuongea naye. Hakupata. Ukisikia Biblia inasema Mungu akatembea aone ni nani anayemtafuta Mungu, hakuona. Si kwa sababu hakukuwa na watu, alitafuta huku moyoni. Hakuna mwanadamu aliyekuwa anaonana na Mungu moyoni tena. Nasikia. Kwa kuwa mwangaza umeteremuka chini, kumekuwa hakuna mawasiliano tena. Giza linaweza kuingia moyoni mwako leo, hapa ukaona watu wamekuja wamekuzunguka, lakini ukawa hutajua hata mmoja. Sasa kwani ulikuja? Yaani nilikuwa hapo. Basi sikuona kabisa. Hali yangu ilikuwa ni hali ya mwili ndio ilikuwa. Bwana Yesu asifiwe. Hii hali ya mwili inagiza wakati wote. Hali ya roho haina giza. Hali ya roho iko hai hata kama utalala chini. Tunasoma habari za Elia. Mifupa yake ilifanya nini? Ilifufua, maana ilikuwa bado iko hai pale. Kama ingekuwa imekufa na hiyo haingeweza kufufua hii. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati tunapoenda kuita watu, sasa tunawaita watu wakiwa namna hii. Nasikia. Wanapokuja kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Kile kikubwa ambacho tunakifanya hapa kanisani, hili neno maji ya uzima, haya ndio maji ya uzima. Tunaanza tena kuyamimina ndani ya ule moyo wa mwanadamu. Tunapoanza kumimina maji yanamwagika.
umemwombea toba yule mtu, anaweza kupiga makelele mkamtoa yule pepo ambaye anasumbua. Sawa sawa? Ukimtoa sasa, amekuwa huyu mtu sasa kidogo anapenda mambo ya Mungu, lakini bado ana matatizo, maana bado hali yake haijakuwa sawa. Usimwache ukamrudisha akaendelea kuishi maisha yake kule, utakuwa humsaidii. Aje kanisani, kijafika hapa neno la Mungu ndio hili, unaoliongeza tena ndani ya moyo wake. Unaona? Bado tunakafa ndani. Hivi basi hata anaweza kuja kesha na yeye. Maana anapenda mambo ya kanisa sasa. Nasikia. Ijapo anaweza kuongea uongo hapa, anaweza kusema nitakuja halafu hata kuja. Nasikia. Hapa huyu mtu ameanza kuwa na mabadiliko. Nasikia. Mchungaji anaweza kumwamini kidogo. Lakini kitu kimoja ni hiki, ya kwamba huyu mtu huyu anayeanza kuaminiwa ndani ya kanisa anakuwa na uongo bado. Siku ya Jumapili hatapata nafasi, atarudi duniani. Akirudi huku duniani, kila atakachofanyiwa anaongezwa. Amekosa Jumapili 3 yeye. Nasikia. Utajuaje kwamba ameongezwa? Nasikia. Akija hapa kanisani, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe sana. Hayo majuma 3 ilikuwa siko, basi nimemwona Mungu. Umemwona Mungu, jina Mungu anaonekana hapa kanisani. Anaongeza uongo hapa. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu anafundishwa hapa kanisani. Wewe huko umemwonaje huyo Mungu huko? Maana huko ni uchukue kile ambacho umekipewa hapa ukakitumie kule. Kanisani ndio mahali ambapo tunaleta mafundisho, watu wapewe wakaanze kuishi nayo kule. Yeye wiki 3 hajafika tena alimuona Mungu. Inawezekana. Maana kuna miungu pia hapa duniani. Lakini sisi tunapokaa hapa ndani ya kanisa tunataka kumjua ni Mungu yupi anayezungumzwa. Sisi kwa sababu na sisi tumechanganyikiwa kiasi kikubwa, tunampigia makofi, tunamsupport yule Mungu wa kule ambaye yeye anazira sema Jumapili ijayo ataenda tira tena kule kanisani. Ataenda kupiga makofi. Maana anasifiwa. Huyu jamaa anasema ninamie kidogo tu nitakupa hivi vyote. Ukija kuona hapa mkifanya vitu mnamsifu, anawatizateza wengi hapa mnakuja kuwapigia makofi, hali isiyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa hapa sasa hivi, tukiwa hapa kwenye hii semina hivi, kile ambacho tunakifanya tunatia neno la Mungu. Unaona? Neno la Mungu hilo zambana mala mazimanji mimi haha. Nasikira. Yuyu mutu aza kwa chakungalwa ni matso ga kutoho. Mambo kala begro huro kwenda hubiri, hado kwenda mwika yuyu. Maana adima kumirata kanisa. Achana na kolongo wakati mwingine. Lakini Bwana Yesu asifiwe. Lakini kidogo unaweza kwenda mkuta amepanga mpango mzuri hapo kanisani, lakini ukimwacha kidogo analalamika tayari. Sasa hao hawaji. Unaona? Kama na wakala. Bwana asifiwe. Huu ndio wokovu wetu. Lengo kubwa letu ni tuhakikisha hawa watu wanafundishwa. Akifundishwa ni neno la Mungu ndio linaingia ndani ya moyo wa watu. Nasikia? Neno hili likiwa linaingia ndani ya moyo wako, basi mchungaji anaendelea kumimina neno. Wewe hupatikani kanisani. Si unaona? Maji huyu mtu sasa wiki ijayo tutamodena awe kasisi huyu. Maana sasa anaonekana sasa amekuwa kidogo. Maana akina na utatu manamba ni karakara ni jeri. Maana vikubali. Leo tunazana. Renga siko. Bwana asifiwe. Amen. Ni yule anayetaka mafundisho ndio anafanyika hivi. Lakini wewe ukiambiwa mafundisho unakuja, ukitoka hapa hukushika chochote, ukienda kule uenda kutiwa tena vile. Nasikia. Huyu sasa unaona kama kumebaki havitoki kabisa vyote, vinabaki huko, lakini vizaendazi zitadigirika. Hata vizabaki huko, numushoge sana yu mchungaji yu ndo ndama nyoka la bekisha yu ana nilumia jinga. Nasikia. Azo ya kiheri kuko. Maana kuchere kuna pako kuku. Sasa unakuta mtu kama huyu bado anahitajika makonferensi ya wachungaji ni aende akaweze kuongezwa tena. Unaona? Kule ataenda kushikanishwa kule. Paka sasa zinuri yako kwenda kudengereka. Bwana asifiwe. Tukiwa hapa kanisani, kazi kubwa yetu ni kuliweka neno la Mungu ndani. Hii si kazi ya siku moja. Huu mjengo tunaweza kujenga tukaumaliza baada ya miaka 10 inayokuja. Lakini kukujenga wewe uwe kile Mungu amekipanga
kinagharimu maisha yako yote, kwa sababu jinsi unapokuja hapa na kupokea ndivyo jinsi kinavyotakikana kitumike kule, na matumizi ya kule ni mabaya kuliko vile unavyopokea hapa. Utapokea na shangwe. Hili neno ni zuri sana, hili neno ni zuri. Wakati unaposema neno ni zuri ni kana kwamba hukulielewa, kwa sababu neno zuri linalokukataza kwenda usifanye yale ambayo uliyazoea ni shida sana. Umezoea mahali kidogo, tayari ukienda unawasemea watu kwa ukali na mambo yako yanakuwa. Leo hii ukanyenyekee, vitashikana hivyo. Ukinyenyekea utapoteza kile ulichokuwa ukikipata wakati wa ukali. Ni vizuri hivyo. Sasa unakuta watu inakuwa ngumu. Kazi yetu sisi ni kuhakikisha unapokuja kanisani tukufundishe na kuyashika. Si kukufundisha tu. Utakapoyashika, sasa hapa huyu mtu hahitaji kumpigia simu tena mchungaji kama ameona matatizo huko. Anaweza akaomba. Anaweza hata kuhubiri wengine huko. Nasikia. Lakini bado kuna nini? Sino tsenga goma. Azina ndio goma. Sisi tsenga na malemambe vivi kazi goma kwa sababu ni za mwirini, na kwa sababu chiro na mwiri zinabaki mwirini, ela zinahalalishwa. Halalishwa nasikia zinakala zimumo, lakini kazienda kazi kiheri. Zinakosa nguvu, zinakosa nafasi ya kuhala, nafasi ya kuenda shughuli malajo. Maana vikaro ndakala wewe ni mzima kabisa, nasikia, na pametoka nafasi ya kwamba unaweza kufanya dhambi, lakini kwa kule kuendelea kumjua Mungu na ile nafasi kubwa ya Mungu ambayo iko ndani yako, unasema mimi sitaifanya ile. Bado senga ziko, lakini hazifanyi kazi tena, kwa sababu kuna uamuzi umeuchukua, na hapo ndipo Mungu anakutaka wewe. Hakutamalizika huku na hakutamalizika. Wana wa Israeli walipokuwa wanapigana kule waingie katika nchi ya Kanaan, waliwapiga wakawatoa, lakini kukabaki mataifa 7 ambao hayo yalibaki. Sasa nataka niwaambie hivi ndugu zangu, wakati tunapokuja kanisani, lengo kubwa ni kuwafanya nini? Tunawauaje? Kutia neno la Mungu. Neno la Mungu linachukua nafasi kupitia Roho Mtakatifu ambaye yunakaa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome haya maandiko. Soma Mathayo 15:18. Bali vitokavyo kinywani vyatoka moyoni, navyo ndivyo vimtiavyo mtu unajisi. Vitokavyo mdomoni hapa, ukisema vinatoka wapi? Moyoni. Kusemi mambo ambayo hayatoki moyoni. Wewe wakati unapokuwa unasema, hata goma dhoga henda kukukisha kadambala moyoni. Nasikia. Nasema hivi, moyo wetu ndio kila kitu chetu. Huyo Mungu alikuwa anatakapo moyoni, Shetani naye akatakapo moyoni, wewe nao unataka hapo moyoni. Panatakikana na watu wangapi? 3. Basi ikiwa ni watu 3 hivyo, lazima tujihadhari. Nataka nikuonyeshe ya kwamba hivi vitu ambavyo vinatoka, unaposema vitu usifikirie tu vinatoka hapa kwa akili, vimetoka moyoni. Na kama vimetoka moyoni utavitoa hesabu, maana moyo wa mwanadamu ndio hazina yake. Bwana asifiwe. Matendo ya Mitume 5:4. Kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa amani yake haikuwa katika uwezo wako. Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako? Hukumwambia uongo mwanadamu bali Mungu.
Bwana Yesu asifiwe. Tunapokuja kanisani, mambo yote tunayoyafanya yako katika uwezo wetu. Una haki ya kusema ukweli ama kusema uongo. Unasikia? Anasema vitu hivi vyote havikuwa kwako. Kilichokuwa ni chako, kilikuwa chako, kilikuwa katika uwezo wako. Unapotoka huko nyumbani na kusema mimi nitaenda kusema hivi na hivi na hivi, ni vitu ambavyo unavisema moyoni mwako. Na sasa ukivisema moyoni mwako, ni wewe moyo wako ndio unasema. Lakini hapo moyoni ndipo Kristo anapataka. Ndio maana nikakwambia kuna wewe unataka huo moyo, kuna shetani anataka huo moyo, na Mungu anataka huo moyo. Sasa nakwambia unaposema mambo ya kanisani na uyaseme katika hali ya uongo, humdanganyi mwanadamu, bali unamdanganya nani? Roho wa Mungu. Na Roho wa Mungu yeye si kama sisi kwamba ukimdanganya anachukua hatua hata mara moja. Hapana. Ukimdanganya anavumilia, maana amekuwekea siku ambayo atakuweka kwenye mizani yake ya kuhukumu. Hata afadhali sisi hatuna siku za kuhukumu. Mtu akikosea unataka udili naye umalizane naye. Nasikia. Lakini Mungu ameweka wakati. Hapo ndio nasema. Hebu tuangalie Mwanzo 8:21. Mwanzo 8:21. Ndio. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Ndio. Bwana akasema moyoni, sitailani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu. Maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake. Wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akasema moyoni mwake. Ikiwa Bwana anaweza kusema moyoni mwake, wewe unaweza kusema moyoni mwako. Kwamba mimi nitakapomuona James pastor nitamwambia hivi na hivi na hivi. Unasema na nani? Na moyo wako. Nasikia. Yale utakayoyasema yakiwa ya kweli, Mungu atainuliwa. Yakiwa ya uongo, utakuwa umejidanganya wewe mwenyewe. Ndiposa uje unidanganye mimi, lazima uanze kujidanganya wewe. Nasikia. Uongo hauanzi na mtu wa pili. Uongo hauanzi na mtu wa pili. Huendi kumwambia mtu uongo mpaka ujidanganye wewe mwenyewe kwanza. Maana ni wazo utakaloliwaza, utalizungumza moyoni mwako ya kwamba mimi nikimwona atanijua, nitamwambia hivi na hivi na hivi na hivi. Nani anasema hayo? Wewe mwenyewe. Ulimwengu wako wa kiroho umeingia katika hatua za kishetani na unaingia uongo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwanzo 17:17. Mwanzo. Ndipo Ibrahimu akaanguka kifudifudi akacheka. Akasema moyoni, je, mtu wa umri wa miaka 100 kwake atazaliwa mtoto? Naye Sara mwenye umri wa miaka 90 atazaa? Akacheka. Hata ile furaha yetu ambayo tuko nayo tena inatoka wapi? Moyoni. Ile huzuni ambayo tuko nayo inatoka wapi? Mwanadamu anaishi wapi? Moyoni. Ndio maana nimekuja nikwambie leo ya kwamba Mungu anataka huo moyo wako. Unapomkubali Kristo akae moyoni mwako, yeye ndiye sasa ni sababu kuu ya kukuongoza wewe kufanya yale unayoyataka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa limefundishwa vitu ambavyo wakati mwingine vinavunja moyo. Kwamba jisaidie naye Mungu atafanya nini? Atakusaidia. Ni andiko hilo. Ikiwa unaweza kujisaidia, Mungu hana haja ya kukusaidia. Kristo hahitaji mtu katika ule mpango wake, hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Nawaambia kanisa hili leo ya kwamba kama tunahitaji kutembea katika makusudi ya Mungu, ni lazima tujipiane sisi na tuuawe. Hatufi kwa kwenda kama vile vya Shakahola, ni kumkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Utakufaje? Leo hii naweza kuonyesha mifano iliyo hai tuliyotengwa nayo.
Huku kwenu si kuna Waislamu? Wakati wanapofika wakati wa kwenda kuswali, ni nani huwa anasikia moyoni kwake kama angekuwa na kanzu na yeye angemfuata? Kuna mtu anafikiria hivyo? Katika nafasi hiyo mmeuawa. Maana tamanio hilo la kibinadamu wanavyolisukuma lile kwa hisia yao na kulipenda, sivyo wewe unavyoliona. Kwa hivyo mko kweli katika dunia moja, lakini mmegawanywa kabisa. Hakuna hata siku moja unaweza kuwaza ukasema mimi nitaingia msikitini na msikiti uko wazi kila siku. Ni kwa sababu gani? Mshagawanywa. Sisi watu wa kuokoka nasi tunastahili tuwe hivyo. Wakati mifumo ya dunia inapoinuka, tusikie kwamba kuna Mungu anayefanya kazi ndani yetu, itatutenga, hatutaitemani ile. Ndio tumekufa, tumetengwa nayo. Inafanyika lakini hakuna msukumo ndani yetu inayotufanya tuione kwamba ni bora. Lakini shida itakuja pale wewe hupokei neno la Mungu. Ikiwa hupokei neno la Mungu, pale wakati unapotembea na unakaa tu hivyo hivyo, huyu mchungaji atakuwa na kazi. Wiki hii ambayo tuko nayo, tuko na injili, tuko na mahubiri, watu wameng'ara, kila mmoja anasikia amani. Tukitoka hapa shetani yuko pale, siri asikia hivyo. Basi utakuwa wewe sasa huwezi tena. Nasikia. Ndio maana nakwambia hili ni jambo ambalo tunaweza tukajenga mijengo tukamaliza, lakini kuwajenga watakatifu wawe kile Mungu anataka inatugharimu maisha. Ndio maana unaweza kuona hata mchungaji hapa Kenya, tulikuwa tuna mchungaji mzuri sana, tulimjua, hata nafikiri enzi hizo watu walimfahamu sana. Kuna Nuru Gizali. Basi akasukuma nuru gizani na giza likawa linatoroka kweli, maana kulikuwa na nguvu. Lakini wakati ukafika akazima ule moto wake, akaingia huko gizani. Nasikia mpaka sasa hamsikii tena. Ni kwa sababu gani? Ukirudi alipoona kwamba amekuwa na wafasi karibu Kenya nzima hii, nasikia alipoona hivyo akasema mimi sasa Mungu ameniambia na nisimame urais. Akawa si Mungu, ni hau shetani. Kaingiza kidogo. Kaingiza nyingi kabisa. Nasikia aliposimama urais alipita. Huyo Mungu alifanya nini? Lazima tuelewe. Huwezi kuwa wewe umewekwa kimataifa ukajirudisha kuwa wa kimtaani. Nasikia wewe mchungaji hivi leo ukiwa na karatasi yako ya uchungaji unaweza kwenda hii Kenya, hii dunia nzima. Lakini rais anatambulika hapa na akienda kule kwingine ni mgeni. Hawezi hata kusaini vitu vingine mpaka afanye kupangiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio nataka kusema kwamba tutayarishe watu hapa ambao wataona mapenzi ya Mungu. Ati Mungu alimwambia huyo Mungu huyu amemweka wapi saa hii? Akamnyamazisha kabisa. Maana kazi yake alikuja kuiba, kuua na kuchinja. Bwana Yesu asifiwe. Wewe muamini wa hapa kanisani, wewe ambaye umefika kwenye semina hii, leo tunatia maji neno la Mungu. Lengo letu ni kwamba usafishike, kusengenya kutoke, matukano yatoke, kusengenya, wizi, kutukanana, Zinzi. hata uzinzi pia nasikia uko hapa, utoke. Bwana asifiwe. Ukitoka unatolewa na neno la Mungu. Ukiwa vile sasa unaweza kuambiwa tena ukawa si wewe unaambiwa. Maana yule aliyeko ndani haambiwi lakini ukaambiwa natoke. Bwana asifiwe. Asipotoka huyu utaweza kufikiria kwamba wewe huwezi, kumbe ni wewe umemshikilia huyu mtu. Ni wangapi ni maskini hapa? Hawana kitu. Umaskini na utoke. Umaskini si kwamba uwe na vitu. Hapana. Watu wengi wanajiona maskini hata wakiwa navyo hivyo vitu. Sikiza. Siku moja nikatembea na ndugu yangu
pale Malindi. Yeye ametoka Fundisa amekuja pale. Tulikuwa na mradi fulani. Lakini mimi nikawa sina pesa. Nikamwambia tuingie hotelini hapa tukule kama una pesa, alafu mimi nitatumaniwa pesa. Utafanya nini? Takurudishia. Sema sina kabisa. Sasa basi sina pesa kabisa. Akasema ni sawa basi tuvumilie. Yule mtu alikuwa ananitumia pesa akanitumania. Nikamwambia basi tuingie hapa tunywe chai. Fika pale tukasema tule kabisa chakula. Mimi nimekuwa na pesa sasa. Tukala. Sasa tulipomaliza kula tukaosha mikono, yeye anatoa kitambaa chake, kumbe ulikuwa na 500. Hiyo 500 ikaanguka. Unaona? Sasa yule mhudumu akasema umeangusha pesa. Unaona? Ndugu yangu basi ikawa ana wasiwasi, maana sasa ameniambia tangu asubuhi tuko naye na alikuwa hana nachelewa kufunga. Unaona? Nataka nikwambie kuna vitu Mungu huwa anataka kufundisha. Kufundisha fundishika. Nasikia? Hili neno ya kwamba huna ni baya sana. Anasema hata kile ulichonacho pia utafanya nini? Utapokonywa. Maana yule ndugu yangu alikuwa anapokonywa hata kile alichokuwa nacho. Nasikia? Maana yule mhuduma kama hangekuwa kama hangeona ama ningeona mimi ambaye nilikuwa ameniambia ningeenda kuikanyaga mimi mwasudu. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivi ndugu zangu ni kwa sababu tumepewa rasilimali hapa na Mungu. Na Mungu anataka tuamini kwa mambo makubwa sana. Lakini tumekuwa wachoyo. Nasikia? Tumekuwa nini? Wachoyo. Waona ukipeana kile unachokipeana hutapata kingine. Kama mfereji ungejua ukitoa yale maji ni ya mwisho, haingetoa tena maji. Lakini vile jinsi unavyoendelea kutoa maji, ndio maji yanazidi kutoka. Nitue mifereji, tuweze kutoa. Tunapotoa Mungu anatujaza, maana tumekuwa msaada kwa watu wengine. Hapa kuna rasilimali ambazo zingekuwa zimekuja kitambo sana, lakini zinawategemea nyinyi. Zinawategemea sisi ambao tumeokoka. Anasema tumebarikiwa na baraka zote za mbinguni katika ulimwengu wa rohoni. Sisi tunatafuta za hapa, yeye ameshatubariki kule. Ni tuwe na ile nafasi ya kuweza kujijua. Na tutajijuaje? Moyo wetu ndio sababu kuu. Ukija hapa ukiwa umeokoka miaka 5, tafuta kujua ninafanya nini mimi hapa miaka 5. Kama angekuwa ni mtoto angekuwa yuko darasa la ngapi, au angekuwa anajua nini? Na kama hata hujui hata kuhubiri, mshike koo. Hawa wachungaji washikeni koo, mwanze kujifundisha. Usikae tu hapa wewe ndio wa kupika chapati kila siku. Hapana, hiyo chapati unajua kuipika hata huko nyumbani. Lakini sio sababu ya kufanya wewe uwe hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na sema hivyo kwa sababu kuna huduma nyingi. Nikiona hivi kuna watu wa kutosha hapa kufanya hii eneo libadilike. Lakini litabadilikaje? Watu wamejiona kwamba hawawezi huko moyoni, si kwamba huku nje. Maana hawajatoka huku nje wakaenda. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa ni lazima lijijue. Kanisa lazima lijifahamu. Kujijua ni kumwachia Kristo aweze kutawala maisha yenu. Anatawala wapi? Moyoni. Nasikia? Anatawala nini? Moyoni. Kile ambacho anataka akione kinafanywa, ameweka watu kule duniani watakao jaribu kuthibitisha hii wokovu wako. Utatukanwa wewe. Ukitukanwa ni vibaya ama ni vizuri? Bwana asifiwe. Nataka nikwambie hivi. Wakati mtoto wako kula anacheza, atiwe makofi na wenzake, atafanyaje huyo mtoto? Atalia. Akilia analikimbilia wapi? Bwana asifiwe. Nataka niwaambie hivi, mtoto wako ukiwa anataka awe mjinga, na akipigwa kule na wenzake kule, mama atapigwa, mtoto atavia huyu. Atavia huyu. Anza kuno mwanangu mhalongwise mongoni. Anaza dulwemo mongoni. Wacha ngangane kule. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivyo kwa sababu wakati mwingine tunaharibu mambo sisi. Tunapoguswa kule hatumtukuzi yeye Mungu aliye juu. Nasikia tukiona mambo, acheni sasa kumkemea huyu anaitwa nani? Shetani. Kemea nani sasa? Wewe, mwili wangu shindwa, unanitatiza. Hapo ndio ni mavoyo hanumze mfunge tamgonye gonye mtu mgitwacha yuko hachelewe.
Kwa sababu aza kwenda funga mbuzi bachelewe hamba. Sasa alikuwa wapi? Hajua kwamba leo tulikuwa tutashuka. Inakuwa hasira hiyo. Hasira inajengwa moyoni tena. Na mzapanda hatukazo henyi mwiru na buja huu. Kuna shetani bana zawahiri bewe. Akizamanya kuzielewa watoto ndo anadima kuzagula, lakini hakikisha umri wako. Asikira. Shida yetu ni mwili. Mwili umetutatiza. Kama ni wakukemea basi kemea mwili. Kama ni kuambia nenda motoni, waambie nenda motoni tayari hivi. Nasikia. Bwana asifiwe. Kuna swali kufikia hapo jamani. Kuna kitu ambacho hukukielewa. Kazi yetu tukija hapa ni kukutia neno la Mungu. Neno la Mungu ndio litaua yale mambo unayahisi. Lakini mpaka mje nyote wawi, mwili na roho zikiwa hapa zote, utafaidi wewe. Roho ikianza kupata kitu, mwili unaanza kunawiri. Mambo ya mwili yanaanza kukosa nafasi. Mwisho wa siku unajikuta wewe ukipigiwa simu hutukani watu tena. Sema ana shida gani? Ana shida yani be you know. Hello. Zana unampigira na vaze dede. Lakini usiku sana huu. Uliitwa wewe wakati ufao na wakati usofaa. Sasa hivi ni usiku. Halala. Lala. Mungu awabariki. Amen.